Ikulu ya White House inasema kwamba kumalizika kwa mzozo nchini Ukraine bado kabisa na kwamba hauko karibu kumalizika mzozo huo. Licha ya rais wa Urusi Vladimir Putin leo kufanya mazungumzo na rais wa Marekani bwana Donald Trump, lakini ikulu ya White House inasema mkataba wa amani wa kumaliza mzozo wa Ukraine haujawahi kuwa karibu. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt, ambaye amesema hayo siku ya Jumatatu kabla ya mazungumzo ya simu ya kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Akizungumza na waandishi wa habari, Leavitt alilinganisha mazungumzo hayo na soka la Marekani. Tuko kwenye mstari wa yadi 10 wa amani na hatujawahi kuwa karibu na mpango wa amani kuliko tulivyo wakati huu, na rais kama unavyojua amedhamiria kukamilisha, alisema. Trump alisema hapo awali kwamba atajadili udhibiti wa maeneo na kugawanya baadhi ya mali na Putin siku ya leo Jumanne. Viongozi hao pia wanatarajiwa kujadili usitishaji vita kwa siku 30 uliopendekezwa na Marekani. Mjumbe wa Trump Steve Witkoff, ambaye alikutana na Putin huko Moscow wiki iliyopita, alimwambia Jake Tapper wa CNN kwamba pande hizo mbili leo ziko karibu zaidi kufikia makubaliano, ambapo Marekani ilikuwa imepunguza tofauti kati ya Moscow na Kiev. Alisema licha ya kwamba kuna mazungumzo ambayo yatafanyika kati ya rais wa Marekani bwana Trump pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini bado kumekuwa na mashambulizi yanayoendelea nchini Ukraine, huku Urusi ikiendeleza kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Urusi imefanya mashambulizi mazito ndani ya Kursk na kuhakikisha imeichukua Kursk yote na kwamba wapiganaji wa Ukraine wamekimbia mapigano. Ukraine imeunga mkono usitishaji wa vita kwa muda, lakini kafuatilia mbali madai yake kwamba eneo ambalo limekuwa sehemu ya Urusi ikiwemo Crimea ni kwamba lazima zirudi kwa Ukraine. Hata hivyo, Urusi imekataa hilo, ambapo rais Putin alisema wiki iliyopita kwamba anaunga mkono pendekezo la kusitisha mapigano kimsingi, lakini akasisitiza kwamba lazima lishughulikie sababu za asili za mgogoro huo na sio kutumiwa na Kiev kupanga upya vikosi vyake. Kadhalika amesema kwamba usitishaji wa vita anaohitaji yeye ni wa muda mrefu na sio wa siku 30 kama ambavyo Marekani pamoja na Ukraine inavyotaka. Amesema kwamba katika kipindi cha usitishaji wa vita ni wazi Ukraine itapanga vikosi vyake upya. Kwa hivyo lazima tuwe na usitishaji wa vita wa muda mrefu na kwamba vita hivi vikome mara moja, huku Urusi ikimiliki maeneo yake na kwamba Ukraine isiweze kujiunga na NATO. Bado baadhi ya mataifa magharibi, hasa yale ya Umoja wa Ulaya, yanaamini Ukraine itashinda vita kwa kutumia mitutu ya bunduki, huku akiendelea kutafakari jinsi ya kuipa silaha nchi hiyo ya Ukraine. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Marekani, vita hivi bado kabisa na bado havijaonyesha nia ya kumalizika kutokana na mashambulizi yanayoendelea, lakini vitakamilika hadi pale Marekani itakavyohakikisha kwamba kila upande umeridhia makubaliano. Lakini inaonekana kwamba bado rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaendelea kutetea maeneo ya nchi yake, ikiwa ni pamoja na Ukraine, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia pamoja na Kherson. Na wakati huo anakitamani kiwanda cha nyuklia, kiwanda kikubwa zaidi barani Ulaya ambacho kinatumika kwa ajili ya kuzalisha umeme, lakini wakati huu kimefungiwa kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika, ambapo Ukraine pamoja na Urusi walikuwa wakishutumiana kwa kila mmoja akisema ametupa makombora mwenzake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutakujuza mengi yanayojiri duniani. Mimi ni Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.